Tuingie kwenye siasa ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua, mtazamaji, ameonya kuhusu madai ya wasaliti ndani ya muungano wa upinzani, akidai mtu yoyote ambaye ni msaliti na kazi bila kuchoka kuleta mgawanyiko mkubwa kuunga mkono azma Rais William Ruto kuchaguliwa tena mwaka 2027. Hata hivyo, akiongea huko Kandara, Gachagua alidai kuwa rais ameweka mikakati katika safu ya upinzani ili kuvuruga muungano kutoka ndani. Hata hivyo, alipendekeza kuwa juhudi hizi zinalenga kudhoofisha muungano kabla ya kinyang'anyiro cha urais ya mwaka 2027. Hata hivyo, muungano huo wa upinzani ulionekana hadharani kwa mara ya mwisho karibu wiki 2 zilizopita. Hii ikiibua maswali mapya kuhusu udhabiti wa upinzani wa ndani. Mimi nataka niambie principles ya United Opposition, mkuwe very careful katika vyama vyenu, kwa sababu ndani ya vyama vyenu Kasongo ameweka watu huko ndani kuja kusabaratisha upinzani. Mimi nimejaribu kuambia nyinyi ya muziki. Jana nimeona kiongozi moja wa chama ambaye iko katika upinzani ameenda pale kwa TV kujaribu kuleta uhasama ndani ya viongozi ya upinzani. Nikipima, nikiongea na wafuasi wangu mamilioni, nikiongea na Wakenya wengi, wanasema Rigiji apewe bendera akuwe sole presidential candidate ya kupigana na Kasongo. Akisema ni mimi, haki ya Mungu, hii jamani nitamkimbiza kama baisikeli ya kuibiwa. Harambee! Ameenda Tanzania benchmarking jinsi ya kuteka nyara na kuua vijana wa Gen Z. Nataka nikuambie Kasongo, Kenya hapana Tanzania. Tunataka pia tumwambie kwamba ametuaibisha sana. Unaenda kutangaza kuhusu kiwanda kinachojengwa katika nchi jirani ya Tanzania hata kabla rais wa huko hajasema.